wamefikia Babati kule kwa Manyara kwa ajili ya mchezo wa nusu finali ya CRDB Cup, wakienda kukutana kwa mara nyingine tena dhidi ya Singida Black Stars. Hii inakuwa ni mara ya 3 katika msimu kitoa dozi kitoa dozi ya 1-1 kwenye ligi michezo miwili. Sasa nusu finali itakuwaje? Tusubiri na kuona. Lakini wakati maandalizi ama tunauelekea mchezo huu, kupitia meneja wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Patrick Roimam ameweka bayana kuwa hali yao ni dhaifu, kwa maana wana uchovu wao viongozi, lakini pia hata wachezaji. Kunani huko Patrick Roimam? Tumemaliza game yetu ngumu kidogo ya NBC dhidi ya Singida na kupata matokeo. Jambo la kwanza la kushukuru. Lakini na pili, baada ya hapo tumeweza kusafiri kwa ajili ya safari yetu ya mchezo wa semifinal, kwa maana nusu finali na Singida tena. Kwa hiyo ndani ya siku 2-3 unajikuta unacheza na mtu yule yule katika mazingira tofauti. Tumechoka. Timu iko kwenye fatigue. Unajua tunashiriki mashindano matatu kwa wakati mmoja ndani ya wiki moja au ndani ya wiki mbili, unaweza kusema ukizungumzia na maandalizi. Tumecheza final ya Confederation, kwa maana ya kwamba tulikwenda kucheza Berkane, tukatoka, baadaye tukarudi kucheza kwetu. Fatiki bado ipo ya safari, mazingira ya kubadilisha hali ya hewa na mazingira ya viwanja kama kawaida. Tumekuja kucheza kwenye artificial turf mechi na Singida, then tunaenda kucheza tena Babati. Kwa hiyo kwa maana hapa hatuna muda wa kufanya recovery, hatuna muda wa kupumzika, hatuna muda wa kufanya mazingira yote ya kirafiki kufanya mchezo, lakini mwisho wa siku lazima tukapambane. Tumemaliza final ya mwisho, hatukufuata vizuri, lakini tumeshukuru kwa kile tulichokipata. Kwa maana ya halisi ukiangalia tulikotoka, tulipo na tunakotegemea kwenda, at least kwa 100% tumeachieve goals ambazo tulijiwekea. La pili, tunakwenda kwenye semifinal ya CRDB. Moja hapa malengo yetu, malengo yetu ni kucheza finali zote 3. Kwa maana ya 3, maana yake na yenyewe naita ni finali, kwa sababu mpaka tulipo tuko kwenye nafasi nzuri katika mashindano ya NBC. Kwa maana hiyo kote tunakwenda vizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah akitusaidia na sisi tukipambana sote tutapata matokeo mazuri. Ninapozungumza wachezaji wamechoka, ndo maana yangu inapokuwa. Kwa hiyo unapokutana nao lazima uwatengeneze katika mazingira psychological kuhakikisha kwamba wanarudi katika mchezo. Hii ni vita. Ligi inakwenda ukingoni. Huwezi kusema tu postpone game kwa sababu lazima na kwenye tuwape favor federation, tuwape favor bodi ya ligi, kwa maana ya kwamba changamoto hizi nazo wanaziface, sio kwamba ni kwetu peke yake. Sisi tulikuwa tunashiriki mashindano mengine, lakini mwisho wa siku lazima hili litokee. Mwisho wa siku kuna chani mbele ya safari, kuna pre-season, kuna kila kitu. Na kanuni zinakuruhusu, kanuni masaa 72, masaa ngapi unatakiwa ucheze, regardless unachezea wapi. Sasa sisi tunapata advantage kwa sababu tunaweza tukatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, mkoa mwingine kwenda kwenye mkoa mwingine, ingawa it's cost na ni gharama kubwa. Mazingira tunakutana nayo sio rafiki sana, lakini ninavyosema tuna wataalamu wengi, mwalimu wetu, technical staff, medical department, senior players ambao walikuwepo toka zamani, wengine marafiki wa karibu, madoctors, wanajitahidi kuelewesha wachezaji. Mimi nikiwa kama mlezi, nikiwa kama mzazi na vile vile msimamizi mkuu wa kila kitu kinachofanyika, na hakikisha tunaenda katika malengo tuliojiwekea regardless ya matatizo au changamoto tunazokutana nazo. Haya, hicho ndicho wanachokipitia Wekundu wa Msimbazi Simba, na wamebainisha kwamba bado wanaendelea kupambana licha ya uwepo wa changamoto hizo, lakini wao wameendelea kupambana ili kuweza kusonga mbele zaidi. Lakini kuna namna unaweza kujiuliza kwa nini wako Arusha na sio Babati ambako mchezo utachezwa. Hapa meneja anaendelea kubainisha kwa nini wamefikia Arusha na hawajaenda moja kwa moja Babati. Mechi inachezwa Babati, sisi tuko Arusha. Kwenye akili ya kawaida inatakiwa tuwe Babati, lakini mazingira ya Babati si kwa ubaya, si rafiki sana. Kwa maana yake ina maana tunatoka kwenye stop ya kwanza Dar es Salaam tunakwenda Arusha, then tunapata stopover, mna check in hotelini, baadaye mnakuja mnafanya training, na check out, mnaenda tena Babati. Kwa mazingira hayakuwa rafiki sana. Nadhani mbele ya safari nadhani tuangalie uwiano wa kuhakikisha kwamba mazingira rafiki yanayozungumza, kuna tokeo training facilities, hotels, sehemu za kupumzika, yani inaenda ku accommodate watu wengi. Kwa hiyo kama sisi wenyewe kama club, kama team tunapata changamoto ya sehemu ya kufikia, vipi kuhusu wadau wengine ambao wanakwenda. Kwa hiyo nalishauri tu taasisi zinazohusika wakati mwingine kuwe na uangalifu wa kuhakikisha kwamba tunawapa tu burudani. Unajua mpira
Ni entertainment. Mpira si kwamba tunakifanya, ni moja wapo ya biashara ambayo ni kubwa katika level ya kisasa ya sasa hivi. Kwa hiyo tuifanye iwe rafiki. Wachezaji wametoka kucheza jana, wanafika wanapoteza muda sehemu nyingine, tunatoka tunakwenda tena sehemu nyingine. Kwa hiyo at the end of the day unaweza kujikuta tukaenda kufika kule sehemu yetu tunaochezea siku ya mechi. Kwa hiyo ni changamoto, lakini ni hard time, lakini tunakwenda kupambana. Mwanaume kaumbwa kupambana. Simba hajawahi kushindwa. Analolitaka atalifanikisha. Tunakwenda kupambana. Unapozungumza sisi ni klabu kongwe na klabu kubwa, lakini unapozungumza klabu bora huwezi kuiacha Singida kuitaja Singida. Wamesajili vizuri, wana experience players wengi, wana usimamizi mzuri. Kwa kimpira lazima umheshimu mpinzani. Na unapozungumza yeye katika top 3-4 maana yake yupo kwenye semi-final, kwenye Confederation kwa maana CRDB Cup, lakini na kwenye ligi yuko kwenye top. Maana yake akili yake na view yake naye kushiriki kimataifa. Kwa sio mtu mdogo. Ana wachezaji wengi wa foreign players ambao wamewatoa sehemu mbalimbali, ni experience one vile vile. Kwa hiyo tunakwenda kwa tahadhari. Tumecheza wote jana. Mtu anaweza kusema wote si mmechoka, lakini si tunafatiki ya nyuma yake kama siku 2 zilizopita. Kwa hiyo anapata advantage, lakini na mwisho wa siku tunakwenda kukutana wanaume wawili. Singida ni timu bora, management, technical staff wake, tunaheshimiana vizuri. Kwa hiyo tunakwenda kwa uangalifu. Haijalishi, hatuwezi kuwa na kisingizio tena kwamba tulichoka. Hilo neno ni la kuongelea, lakini mwisho wa siku lazima kama klabu kubwa uhakikisha kwamba unapambana vipi ukiwa katika hali hii ya sasa. Kama klabu kubwa lazima utazame namna gani unapambana ili kuendana na hali ambayo uko nayo. Lakini huwezi kuacha kusema kwamba umechoka hata baba nyumbani unaweza ukachoka, lakini unalalamika umechoka na maumivu, lakini majukumu yako lazima yatimizwe. Talala saa 11 utaamka saa 1 kwenda kazini. Majukumu lazima uyatimize. Mwendo wa alarm tu. Angalia najuaga hiyo. Kipande cha kutoka Arusha mjini mpaka kwa Raha almost kilomita 167 170. Masaa kama 3 hivi. Masaa mawili tu hayo. Yes. Mawili tu. Mawili. Kilomita 160 masaa 3 gani haya? Mtegemea sasa na wapi unategemea nini? Barabara za maelekezo ya Arusha Babati kule kwa upe sasa hivi mkeka. Masaa mawili tu. Tena huyo masaa mawili yenyewe dereva anafuata sheria. Tena bado akiwa Msabaha. Msabaha namjua. Nimfuata sheria. Alichokiongea meneja ni ukweli. Kwa sababu na unaweza ukaona kama ni utani. Lakini unaweza kukuta sasa hivi kuna baadhi ya wachezaji au wakaribiwa wote wachezaji wa Simba hata hamu ya kuona mpira kutokana na umbanano wa ratiba. Kumbuka kabla ya kwenda kimataifa unakumbuka zile viporo vya back to back. Alafu hapa sasa ndo unakuja pia ndo ile sasa shukrani kwa KMC kwa sababu nao KMC wangeenda kipengele cha kupeleka mechi Tabora ndio ingekuwa mbaya zaidi. Umeona? Lakini unarudi kwenye uhalisia benchi la ufundi pamoja na mtu wa fitness ndo kazi yake hapa sasa. Kuwarudisha watu kwenye mabara. Kuwarudisha watu katika utimamu wa kimwili na kiakili pia. Sawa, utayari wa kwenda kupambana. Kwa sababu ukiangalia hata mechi iliyopita ni Simba sio ile ambayo tumeizoea. Ni kama tu walikuwa nakamilisha ratiba. Wale Singida wangekuwa tofauti kidogo, labda mechi ingekuwa tofauti kiuhalisia. Achana na matukio yaliyotokea, lakini kuna baadhi ya moments ambazo hata pia wao wangetulia Singida wangeweza kupata magoli. Angalia ukuta jinsi wa Simba ambavyo ulikuwa unafikika kirahisi. Angalia Chemaloni jinsi ambavyo mara ngapi anasoma jezi za washambuliaji. Muangalie Hamza mwenyewe ameingia katokea benchi lakini bado kama hajawa fit. Chamu Karabwa muangalie jinsi ambavyo walikuwa. Kwa hiyo timu ilikuwa iko chini sana. Sema wale kukutana nao pia walikuwa nao hawana match fitness vile. Kwa hiyo at least ikawa balance. Lakini wasitegemee mechi kama ile tena utakutana nao mechi inayofuatia. Tayari watu wameshapata match fitness, tayari moto umeshaanza kuwaka kwa upande wa Singida. Kwa hiyo utapata upinzani zaidi. Kwa hiyo hapo sasa ni kwa upande wa benchi la ufundi kwa uweka watu sawa. Lakini hii ndio ukubwa sasa wa timu. Unapokuwa katika mashindano yote mpaka mwisho wa msimu kwamba una nafasi ya kuweza kufanya chochote, maana yake timu yako iko vizuri, timu yako umeisajili kwa watu ambao una quality ambayo inatakiwa na una deserve kuwa katika mazingira yote. Kwa hiyo wanaweza kawa wanafurahi upande mwingine, lakini upande mwingine wanapata funzo kubwa
hasa kuelekea huko mbele, kwa sababu hicho anachokifanya kinatakiwa kuwa muendelezo. Yaani usitegemee tena msimu ujao Simba kaishia makundi au akaishia hatua ya kwanza ile. Itakuwa ni kitu cha ajabu sana kutokana na ubora ambao wameuweka. Kwa hiyo pia ni kitu kizuri sana kwao, kwa sababu tayari wanapata mafunzo na mwisho wa siku wanazidi kujijenga na kuwa timu kubwa zaidi.